والحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى من شاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الداع إلى طريق القويم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sifa zote kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye alijalia dini yetu ya Uislamu kuwa ni mshikamano wa nguvu kati ya nyoyo za waumini wa kweli. Na kili kwa moyo wangu nikitamka kuligonga kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki na kweli isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hana mshirika. Yeye mpweke ndio ana uwezo wa kumuongoza amtakaye kuna dini hii. Na nakili kwa moyo wangu pia na kutamka kwa moyo wangu kwamba bwana wetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah na ni mtume wake. Allah tunakuomba zipeleke sala na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na hadithi na sahaba kiramu takasifu na wote miongoni mwa waja wako watakaokuwa tayari kufuata nyayo mtume huyo hadi mwisho. Mungu tunakuomba tujalie na sisi miongoni mwa kundi hili. Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika siku ya pili sasa, tumeingia magharibi katika ayamu tashriq, katika masiku matatu yale ambayo yanafuatana na siku ya Eid tuliyosali. Siku matatu ambayo haijuzu kufunga saumu. Ninakuhusieni pasina kusahau nafsi yangu, linda sana ibada yako. Usichezi na dini, cheza na mengine lakini hapana ibada. Kisikia kitu kinaitwa ibada, kuwa makini nacho. Duniani tunapita na ibada zetu usia wangu wa kwanza leo na wahusia waume waliojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuoa wako na wake wanaowamiliki. Tumuogope sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kunako wake zetu, na tujue ya kwamba tutaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu wake zetu. Na sio usia wangu mimi, lakini na unukuu ni usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma kunako hija yake moja aliyohiji mtume, hijjatul wadaa. Akatoa khutba fupi yenye hikma ya hali ya juu. Kuna ibara katika khutba ile mtume anahusia wanaume akisema, fastausu binisai khaira, fastausu binisai khaira, eshini na wake zenu kwa wema. Innakum akhadhtumuna bi amanillah, hakika nyinyi mmewachukua ni amana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hasa wenye wako na wake, wallahi kuweni makini. Kuna kitu kiko kinafanyika kwa muda mrefu ndani ya nchi yetu, kinatekelezwa na baadhi
ya kina mama, mabinti wa mama wazima, baadhi, maana haiwezekani wawe wote. Alafu mashekhe tumeghafilika, wakati mwingine hata waume wameghafilika. Inapofikia siku ya Eid kama ilivyokuwa jana, wanawake wengi, idadi kubwa, wanajiandalia siku ile kunako mavazi na vipodozi. Kunako mavazi kila mmoja anavaa kadiri amewezeshwa na Allah, ingawa wengi wanawaingiza waume zao kunako gharama kubwa. Lengo langu mimi nagusia hapa kunako vipodozi. Baada ya kuchunguza kwa kina, wako dada zetu wengi usiku ule wa kuamkia sala ya Eid, wakati wengine kabla hata ya sala ya alfajiri, kwenye mida ya saa 8, saa 9, wakichelewa sana saa 10, wako kwenye masaluni, mwenye kuchorwa, mwenye kuandikwa kumwili, mwenye kutengeneza nywele. Mbaya zaidi, kuna wale wanapaka wanavyovipaka kwenye nyuso zao, kwenye lugha ya kigeni wanaita makeup. Nadhani lugha inaeleweka. Yaani mwanamke anapaka vitu ambayo wakati mwingine ukimtizama labda unamwona amekuwa na rangi, naona mjoni mweusi, labda unamwona na nuru anafutia, kumbe kuna mapoda na vipodozi na mipodo wanaita wao, wanapaka. Mtu amepaka kuanzia saa 9 ya usiku, hawezi kutawadha, basi akichukua udhu vitatoka. Anaulinda mpodo wake kama wanavyoita, anakaa hiyo saa 9 ya usiku. Billahi alaikum jamani, tumogope Allah. Hivi wote wanaofanya hivyo, na hasa wameanzia huyo muda mpaka ile sala tunakuja kusali la ya Eid saa 1, saa 1:30, wote kweli uzu wao bado huko umekamilika? Wakati uzu unatenguka kwa vingi, ukilala tu ukasinzia, umeegamia chochote, hata ikiwa kiti unachokaa kama nilivyokaa nikashegama hivi nikisinzia tu, hata ikiwa ni sekunde moja, nimetengukwa na uzu. Ili usingizi wako usitengui uzu wako, sheria inasema lala umekaa bila hata ukimshegamia mwenzako ukasinzia, tayari umetengukwa na uzu. Baki sasa haja ndogo, haja kubwa, au kupumulia sehemu za siri. Lakini inafika sala la Eid unakuja kusali, na nina imani wako wenye wanakuja kusali hawana uzu. Mbaya zaidi, idadi kubwa ya wanaotia hivyo hawaji kuswali kwenye muswali la Eid za pembeni. Hapana, amevaa nguo yake ya fahari, ametia mpodo wake wa nguvu, anakwenda kusali wapi? Markaz, sio mjini. Pembeni hawaendi. Na tulisha wakatazo, na hili tunalisema ingawa linatuletea fitna, lakini tutalisema liannana la nakhafu fi llahi lawmata laim, kwa ajili ya Allah hatutaokopa lawama mwenye kulaumu. Haijuzu kusali sala ya Eid msikitini, haijuzu illa bidharura, isipokuwa pakiwa dharura. Zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume aliwasalisha watu msikitini sala ya Eid pindi mvua ilinyesha, lakini sala zingine zote alikuwa anasalisha kwenye uwanja. Na markazi inajulikana, wanasali, imamu yuko ni msikitini. Unakuta safa kwa sababu ya watu wengi,
wengine wamekuwa mpaka nje ya markazi. Alafu wale dada zetu wenye ile mipodo wengi hawashughulishwi na kufuata khutba, wengi wanashughulishwa na selfie. Kuna simu yake anaigusi kwenye selfie kupiga picha, ni kugeuza macho. Na mwingine bila aibu anampa mwenzake nipige picha. Khutba iko inatoka, watu wanapigwa picha. Yaani picha zao nyingi, ukiingia kama Facebook wako kwenye safu. Wallahi dada zangu, mkupeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada. Alafu ibada ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahusia maswahabiyat na wanawake wa Waislamu kwamba hata kama wakiwa hawana udhu, kutokana na umuhimu wa khutba ya siku ya Eid, mtume akawaruhusu akasema, nendeni maadamu inasaliwa uwanjani, msibaki nyuma, nendeni. Alafu wakati wa sala nyinyi msisali kwa kuwa hamna udhu, kwa kuwa sala rakaa mbili ndio zinaanza. Alafu kwenye khutba mfate kwa makini. Sasa wanakuja kwenye khutba wanakuwa wanacheza na simu, na wakati mwingine unakutana mume wake ima anayajua anafumbia macho, au maskini ya Mungu hajui, anashughulishwa tu, pengine amejaliwa kipando endo kampeleka mke na watoto kafikisha hapo, najua nimefikisha, basi tutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ninakuombeni kuweni makini sana, na dada zangu mkopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo tutakuwa na mawaidha mafupi sana, sababu kama tulivyoahidiana ni siku ya sote kile kidogo ambacho tumejaliwa kukipata tukitafune katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbusho langu kwenu, kisa cha Ibrahim alayhi salatu wassalam ni kisa kina mazingatio yaliyokuwa makubwa. Ni nabii mmoja katika manabii wengi Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua akamshirikisha yeye na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa hawa wawili ndio tuwe tunawataja kwenye sala. Hautamaliza sala yako iwe ya sunna au ya faradh isipokuwa hawa wawili utawataja. Kuna hikma ndani yake. Sababu kubwa walisema wanachuoni, wakasema ni kwa kuwa Ibrahim alayhi salatu wasalam japokuwa hayumo katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu aasha fillahi wa lillahi, aliishi Ibrahim kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alikuwa ni tauhid. Ibrahim alikuwa umma, kama alivyosema Allah, kana umma. Na hapa maulama wakasema mwanadamu unaweza kuwa mmoja ya umma, lakini ukawa umma na uko mmoja. Ingawa tumezoea kusema umma ni majumua, ni kundi, lakini hata ukiwa mmoja ukawa na msimamo, ukafata sheria ya Mungu kadiri ya uwezo, ukaacha aliyokataza Allah, ukapenda unayempenda kwa ajili ya Allah, ukamchukia unayemchukia kwa ajili ya Allah, Uislamu kwako ukawa ndio ngao, Qur'ani kwako ikawa ndio katiba, sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwako zikawa ndio sheria za ndani, unakuwa wewe ni umma na unakuwa wewe ni kiigizo kwa wale wacha Mungu. Na ni vizuri ukijitambua unakuwa unaomba dua kama alivyotuhusia Allah ndani ya Qur'an. Unakuwa unaomba dua ukimwambia waj'alni lilmuttaqina imama, Allah unijalie kwa wacha Mungu niwe ni kiigizo kwao. Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa kuwa alikuwa hivyo zaidi, Allah
akamjalia katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na hasa kwenye ibada kubwa kama ile, ibada ya sala. Tutamtaja mpaka siku Mwenyezi Mungu atarithi ardhi yake na viliomo. Ndugu zangu Waislamu, Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama kisa kinavyozungumza, alizaliwa katika mji wa Iraq ya leo, na historia na tarehe nasema alikuwa ni katika kabila kwa leo, katika kabila la Wakurdi, Kurdistan kwa leo, kabila ambalo linapatikana katika Iraq, na wengine Wakurdi wako ngambo ya Uturuki. Ibrahim alayhi salatu wasalam akamwoa mke wake mama yetu Sara. Allah anafanya anachokitaka kwa hikma anayojua. Wakajikuta yeye na mke wake wamekaa muda mrefu hawajapata mtoto, lakini Ibrahim mlinganiaji, ni nabii, ni mtume, anaitangaza tauhid. Matokeo Iraq tauhidi haingii. Akajikuta katika nchi nzima ya Iraq walioukubali Uislamu ni watu kama wawili, mke wake Sara na ibnu ammi, na mtoto wa ndugu ya baba yake ambaye ni Lut alayhi salatu wassalam. Na Allah ametaja ndani ya Qur'an, anasema fa amana lahu Lut. Lut alayhi salatu wassalam ndio mkubali, ndio muamini. Watu wangapi? Wawili. Akaupata mtihani mkubwa, waliompiga vita sana zaidi, aliyokuwa mbele kabisa hatari kwake, baba yake mzazi ambaye anajulikana kwa jina la Azar, ambaye pia huyu mzee hakutosheka tu na kuabudu masanamu, akawa pia ni muuza masanamu. Ibrahim alayhi salatu wasalam tayari ana majukumu ya kulingania umma, na katika huyo umma ana majukumu ya kuokoa baba yake na moto wa jahannam. Wakana abuhu ashaddu alayhi, na baba yake alikuwa ni mkali sana kwake. Hakuna chenye kufanya Ibrahim, alitumia uslubu wote anaojua wa kunyenyekea, wa kubembeleza, lakini baba hakukubali. Ukitaka faida kubwa ya haya ninayozungumza, rudi ukasome sura Maryam, utayakuta namna gani Ibrahim alayhi salatu wasalam alivyokuwa anambembeleza baba yake. Muda haukubaliki kwa leo kupanuza, lakini masikitiko, alipoona kabisa imeshindikana na baba yake kaungana na washirikina kwa malengo kwamba tayari wamchome, wamuunguze, mtu ambaye yuko anaitangaza tauhid. Ndugu zangu Waislamu, kaona Allah subhanahu wa ta'ala hajakujalia ukapata mtihani wa aina yoyote kwenye da'wa unayoifanya, kuna ishara ambayo kubwa wanachuoni wanasema kwamba dawa yako haijawa sawa. Ibrahim alayhi salatu wasalam alipotaka kuchoma, aya inajulikana, kisa kinajulikana, Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndio alimuokoa, Mungu mwenyewe. Moto umekongwa, Ibrahim ametupwa ndani ya moto. Neno lake lilikuwa ni moja ambalo neno kubwa, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ananitosheleza Mwenyezi Mungu na yeye ndiyo mbora wa kutegemea. Na hilo neno litumie sana unapokuwa unaona unaenda kwenye hatari. Ima uliseme kwa niaba yako au uliseme kwa niaba ya Waislamu, ni anna almu'minina ikhwa, kwa kuwa Waislamu sote ni ndugu. Useme hasbunallahu wa ni'mal wakil, au useme hasbi Allah wa ni'mal wakil. Na ni moja katika dhikri kubwa unayotakiwa udumu nayo asubuhi na jioni mara 7. Katufunza hivyo mtume wetu Muhammad. Alipoitaja hiyo Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah akatoa amri akisema, ya nar
kuni barran wa salama ala Ibrahim. Rudia kwenye tafsiri ya Tabari utizame alivyofasiri kwa nini Mungu alisema wa salama. Allahu akbar. Sheikh anasema kama Mungu amesema ya nar kuni bardan ala Ibrahim, kama Mungu amesema hivyo, wewe moto kuwa baridi kwa Ibrahim, ile baridi ingemuua. Kwa nini? Kwa sababu moto ulikuwa ni mwingi sana. Kwa hiyo kwa kuwa ni mwingi sana na umepewa amri ya kuwa baridi, ile baridi ingekuwa ni nyingi sana, angekufa. Lakini Mungu kwa kuwa anajua akasema wasalama. Usiwe tu baridi, kuwa pia ni nini? Ni salama kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ibrahim amekaa ndani ya moto, wanamtizama, kuni zinaungua, mwanaume akatoka mzima. Mbaya zaidi na linalosikitisha, walipomtupa Ibrahim ndani ya moto mbele ya watu, mbele ya alai watu wengi, wallahi wa billahi, walimtupa Ibrahima, wamemvua nguo zake zote, yuko pepo. Na maumbile yametuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna binadamu anayependa, anayeridhia aone sehemu za siri na mwenzake isipokuwa labda aone na mkewe. Wadalilu ala dhalik, shahidi katika haya maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu aliposema mtume kwamba kwenye kisa kirefu akasema mtume kwamba siku ya kiyama nyote, innakum tub'athuna yawm al-qiyamah, hakika nyote mtafufuliwa siku ya kiyama, hufatan, mtakuwa mkuvaa viatu, uratan, mtakuwa hamkuvaa nguo, ghurlan, na wanamume wote watakuwa magovi. Magovi, kile kingozi waliokatwa jando kitakuwa kimerejea, ghaira maktunin, nasema mtume, mtakuwa magovi bila kukatwa jando. Kisha kwenye hadithi mtume akasema hivi, wa awwalu man yuqsa nabiyullah Ibrahim, na wa kwanza ambaye Allah atatoa amri kuambia malaika mpeni vazi ya vai mbele ya wengine wote, Ibrahim alayhi salatu wasalam ndo atapewa nguo za kuvaa kabla hata ya mtume wetu Muhammad. Ili hali tunajua mtume wetu ndio bora kuliko wote na ndio ukweli. Maswahaba wakamuuliza, wama alhikma fi dhalika ya Rasulullah, hikma iko wapi mpaka atangulizwe Ibrahim kupewa nguo kabla yako na wewe ni bora kuliko yeye? Akajibu mtume wa huwa mahali shahid, akasema li annahu ulqiya fi an-nari uriyanan, kwa sababu siku ile walimtosa motoni kule Iraq, walimtosa katika moto akiwa yuko uchi mbele ya wanani? Mbele ya watu wengi. Allah al-Hakim al-Adil, Allah mwenye hikma ya juu, Allah mwadilifu, walimvua nguo mbele ya idadi ya watu kubwa. Allah anaanza kuzimvika mbele ya idadi ya watu wengi kuliko wale ambao waliokuwa siku ile kavuliwa. Ndio Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal ala Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu tegemea Allah subhanahu wa ta'ala atakupa faraja. Kwenye kuna uzito uone atafungua. Hata hali ya maisha ikiwa ngumu atafungua. Wa yarzuku, na atakupa riziki katika njia usiyotegemea. Kama yatawakkal ala Allah, na atayemtegemea Allah ukule kumtegemea, fa huwa hasbu, Allah atakutoshelezea. Allah tunakuomba usituadhibu kwa makosa tunayokosea Mola wetu. Ndugu zangu Waislamu, Ibrahim alipoona pale moto ukaisha, akatoka bila kuungua, wao wenyewe wakaona ajabu, akaenda kavaa nguo. Alipovaa nguo akaona huyu mji tena hufai, akamchukua mke wake Sara na ndugu yake Lut, wakahama katika mji wa Palestina, ardhul muqaddas, mji msafi. Na hapa kuna mafunzo kaka yangu. Ukiona unaishi kijijini, unaishi mjini, unaishi katika nchi ambayo tauhidi haikubali,
ambayo hauna huria taabudia, hauna uhuru wa kuabudu, hama. Watu wengi leo wanatabia wanahama kwa sababu maisha yakiwa magumu. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun. Watu wengi wanatanguliza maisha ya duniani. Maisha yaendi, biashara nikifanya iendi, labda unaniwangia, labda unaniroga, ndio mtu anahama. La ya akhi, ukiona hauna uhuru wa kuabudu, hama. Ibrahim akahama ili kuinusuru dini, kama jinsi mtume na maswahaba walihama mji wa Maka wakakimbilia Madina ili wapate uhuru wa kuabudu. Allah, tunakuomba ututhibitishe ya Rabbi kwenye Uislamu mpaka tutakapoondoka dunia. Baada ya kufika Palestina akaanza kulingania, lakini akapata ujumbe kama katika nchi ya Masri. Egypti ina historia kubwa. Yuko mfalme pia anajifanya naye ni jabbar, anaonea watu, anadhulumu watu. Ibrahim akaona acha nilinganie na kule. Akatoka yeye na mke wake Sara akaja Egypt, nia na malengo kuja kuitangaza tauhid. Lakini alipofika Allah lima yurid, anafanya anachokitaka. Kumbe kuna programu nyingine Allah amempanga kwa ajili ya Ibrahim. Ibrahim hajui. Yeye anakuja kwa lengo la kutangaza tauhid. Anafika Masri, swala hilo likaonekana haliwezekani, lakini kwenye kadari ya Allah ana amepanga kama atatoka pale na kijakazi. Dada yetu Mwafrika mwenzetu, na hii ni neema ndugu zangu Waislamu, wallahi ni neema kubwa. Ukisoma historia ya Uislamu kila nyakati utakuta tu Afrika imo. Akampata Hagar ambaye nyinyi mnamuita Hajara, Afrikane, Egyptienne mwenzetu. Kama zama za mtume alikuwa nani? Bilal, Mwafrika mwenzetu. Kama jinsi Luqman, na iko sura Luqman na Qur'ani, asha fi biladi Nuba. Luqman alipoishi na alipofia ni biladi Nuba, ambayo kwa leo nyinyi mnaita Sudan DC. Kuna kwa kina John Garang Afrika. Maana kuna wakati mshashiba mnasema, mbona utasema hakuna hadithi za Bilal? Ya ziko, wewe kama utasoma zipo. Uislamu hujatuacha. Kwa Ibrahim akarudi na Sara, akarudi na Hajara. Kisa kinajulikana kwa kila Muislamu. Alipokaa kule miaka imekwenda, hazai, mke wake mkubwa Sara akamwambia lazima tupate mrithi, basi oa huyu kijakazi wangu. Kwa lugha nyingine, huyu yaya wangu hapa uani anisaidia kazi, msemi mali. Umeridhia? Nimeridhia. Akamuoa. Tayari yeye na Hajara, Sara na Hajara wanasikilizana, wanapatana, wanapendana, wanamhudumia mume wao vizuri. Allah anafanya anachokitaka. Hajara ikamdiriki Sara. Ilipomdiriki kadari, huyu mdogo akabeba ujauzito kabla yake, kisha akamzaa mtoto wa kiume. Umri wa Ibrahim zama hizo zaidi ya miaka 80, 18 na zaidi. Hebu fikiria mzee wa zaidi ya miaka 80. Riwaya kwanza anasema alikuwa na miaka 100. Riwaya pili anasema alikuwa na miaka 84 wakati anamzaa Ismail. Na kati ya Ismail na Ishaka walipita miaka 20. Fikiria mzee wa miaka 80 na ziada ambaye amengoja apate mtoto zaidi ya hiyo miaka yote, afu kampata moyo miaka. Unadhani atakuwa na mapenzi ya kiasi gani kwa mtoto wake? Hata nyingine ni kujaliwa. Anayeruhusiwa kusema ni mtu huyu. Kinyume cha imam, mtu mmoja. Kama utakuwa na haja ya kuuliza swali, alafu ukaona huyu hafibu hakuna pengine nitampatia, yani tukimaliza hapa ni mgeni mfano amekwenda hapo, sheria inakuruhusu kuuliza. Yani kuinua kabisa kumwambia Sheikh niko na swali, inakuruhusu. Hapo umesema hivi na hivi, sielewa vizuri, inajuzu. Au Sheikh, lakini hapo hapana, inajuzu lakini kwa hikma. Kama ilivyotokea zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar kuna siku alikuwa anatoa khutba,
Na hutuba yake ilikuwa inakemea sana wanawake kuomba mahari kubwa. Zama za Umar wanaomba pia mpunga mwingi. Akaonesha umuhimu wa mahari ndogo, na mahari ndogo ndio ina baraka, kama nilivyosema Mtume kwamba mwanamke mwenye baraka ni mwenye kuolewa mahari ndogo. Hadithi sahihi. Akachambua vizuri Umar, akaonesha kule nyuma palikuwa mwanamama amekaa nyuma, msikiti wa Mtume ulikuwa una ukingo. Ule mwanamama kainua mkono. Umar akamwona, akamwambia swali, nataka kuuliza hutuba ya Ijumaa. Umar akamwambia isani, akamwambia uliza. Akamwambia Amir al-Mu'minin, kiongozi, unataka kutuwekea mipaka na kutukazia kwamba tuombe mahari ndogo, wakati Allah ndani ya Qur'an suratul Nisa Allah ametupa uhuru, amesema waatu nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao wanayoomba. Hata akikwambia mimi mahari yangu mimi nunua Burundi zima unikabidhi, kama unazofanya hivyo. Umar alipopewa na dalili hakubisha wala kusema mimi ni kiongozi, wala kusema we mama hauna adabu. Kwa ucha Mungu alikuwa nao, alisema aswaba tilka almar'a wa akhtatu ana, ule mwanamama amepatia, mimi ndio nimekosea. Yaani kwa wengine haya yote nimezungumza huko ya kuponda na nini, nimekosea, ule ndio kapatia. Wale walikuwa ni wacha Mungu, inajuzu kweli. Kinyume cha hivyo haijuzu kaa kimya mpaka hutuba ishi. Hutuba ikiisha utapata fursa za kwenda kufanya unayotaka kuyafanya. Kwa hiyo ndio maana narudia tena, wenye wake wakazie wake zao, na wenye hawajaoa haya wayajue, na wenye hawajaolewa wayajue, waache kucheza na sala ya Eid. Swala la pili, na kama hakuna itakuwa khair. Na mimi swali langu shehe wangu nilikuwa naulizia hivi, swala ya jeneza. Zile takbira 4. Imamu anapoanza ya kwanza Allahu Akbar. Akienda ya pili, wale ambao wanafanya wanaachia mikono wanafanisha tena, wanafuata tena hivi, na ule mwenyewe anabakia hivi mpaka zote 4. Wapi wanapatia? Sawa. Sala ya jeneza na takbira 4 haina rukuu. Swali lake anauliza, tunapokuwa tunafunga sana Allahu Akbar, tunasoma alhamdu peke yake bila dua ya ufunguzi, yani moja kwa moja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho, hakuna vya subhanaka allahumma bihamdika a'udhu billahi minash shaitani. Kwa sababu sala ya maiti shuria litakhfif, imewekwa na sheria lakini kwa ufupi ili muharakishe, wala hakuna kusoma sura baada yake hata aya moja, kwa kuwa imamu anasema Allahu Akbar. Sasa anauliza, nasema kuna wakati imamu anasema ile Allahu Akbar ya pili na ya tatu na ya 4, kuna imamu kila Allahu Akbar wanainua mikono, na kuna mwingine huwa anasema tu lakini hainui. Anauliza nani anapatia? Majibu ni kwamba wote wawili wanapatia, lakini huyu wa kuinua mkono ma kulli takbir, kila takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, huyu ndio anafuata sunna. Nimeeleweka? Hata kwenye sala ya Eid, sala ya Eid ina takbira kawaida. Kwanza unafunga sala Allahu Akbar, ile ya kawaida takbiratul ihram. Ukishafunga ile sala ile pale, ukishaifunga ile, zingine zitafuata hapa ni takbira 6. Kwa hiyo kuna mtu akishafunga tu anapiga Allahu Akbar Allahu Akbar 6 bila kuinua, lakini sunna kila takbira unainua, kila takbira unainua. Na raka ya pili sasa utatoka kule chini na takbira kulintiqai, takbira ya kuhama, umetoka kule chini Allahu Akbar, umeinuka, ukishafika pale juu unatoa zingine 5. Kwa hiyo ukitaka ulimbikize thawabu unaenda tena unainua, ndio sunna. Ama yule mwenye hainui sala yake ni sahihi, lakini amekosa thawabu za sunna. Na sisi tunataka tupate nyingi, tusiache sunna hata moja. Wa mwisho huyo tumesema ni watatu. Kwa elimu yangu ndogo hiyo mshukuru Mungu aliyokupa nayo, alhamdulillah. Niko nauliza kwamba Muislamu akiambatana na sunna, akiambatana na sunna, Allah tujalie tumeme muhaba, ile sunna ya dhuhuri zile rakaa 4, Muislamu akidhiriki kuzisalia nyumbani, sala ya faradhi kama akachelewa aje hapo,
Safi kabisa. Kusema tu wajibu na kujibia safi kabisa. Ndugu zangu Waislamu, tia mwakili yako kwamba kila sala ya sunna iliyothibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukisalia nyumbani ni bora, ina thawabu nyingi na njia kubwa kuliko kusalia msikitini. Sala ya sunna yote, iwe kablia, iwe baadia, iwe duha, iwe witri, iwe rakaatai shukru, umeamua kusali rakaa za kumshukuru Mungu, ukisalia nyumbani ni bora kuliko msikitini. Lakini kuwa makini, sunna hata iwe bora aje haishindi ubora faradhi. Hata iwe bora aje, mfano swala ya witri ni sunna, ni bora, lakini haishindi sala ya dhuhuri, haishindi sala ya asiri, haishindi sala ya magharibi, wala alfajiri, wala la isha. Sala ya faradhi kwanza ndio inakuja first, sunna zinakuja baadaye. Kwa hiyo usizembei sala ya sunna unayosalia nyumbani ikawa sababu ya wewe kuchelewa sala ya faradhi. Ukiona hapa nikisali nitachelewa faradhi, nenda msikitini ukasalie msikitini. Faida utaipata ni pale Mtume alisema idha uqimatis salatu fala salata illa al-maktub. Utakapokuwa unasali sala ya sunna wakakim sala ya faradhi, hakuna sala nyingine kwako isipokuwa faradhi. Acha ile sunna, nenda kusali faradhi na Mungu atakupa thawabu ya ile sunna. Tena kutoka mwa ile sunna usitoi salamu. Maana kuna watu tunaona mkatikiza sala ya sunna, wako watu wanatoa salamu hapana, wewe toka tu uende kwa sababu ile sala haikuisha. Salamu ni mwisho wa sala, ile sala haikufika mwisho. Toka tu uende ukasali na Mungu atakutilia tiki. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ad-din. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم درجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.